Imekata dakika 2 baada ya kugonga saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Penzi msikilizaji popote ulipo, natumai hubuheri wa afya. Hujambo na karibu. Mimi ni Martha Okoth. 001 FM Uketo Mbamba. Watu wawili wamepoteza maisha yao kufuatia ajali mbaya barabarani iliyotokea katika eneo la Kaptembo, kaunti ya Nakuru. Ajali hiyo ilitokea mapema leo asubuhi wakati gari ndogo iliyokuwa likiendeshwa kwa kasi lilipogongana na bodaboda iliyokuwa imebeba abiria wawili. Kwa mujibu wa mashuhuda, dereva wa gari hilo alionekana kupoteza mwelekeo kabla ya kugonga bodaboda hiyo. Wawili hao walifariki papo hapo, huku dereva wa bodaboda akijeruhiwa vibaya na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru kwa matibabu. Maafisa wa usalama wamedhibitisha kutokea kwa ajali hiyo na wameanzisha uchunguzi kubaini chanzo halisi cha mkasa huo. 001 FM Uketo Mbamba. Katika taarifa inayozua maswali mengi kuhusu haki ya maadili ya vyombo vya usalama, imeripotiwa kuwa Constable James Mukwana ameiambia mamlaka ya huru ya uangalizi wa polisi IPOA kwa marehemu Albert Ojwang hakupaswa kuuawa bali alipangwa kuadhibiwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Mukwana alieleza kuwa mpango wa kumwadhibu Ojwang ulihusisha wafungwa 4 waliokuwa katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi. Wafungwa hao walilipwa shilingi 2,000 na wakaletewa pombe kabla ya kutekeleza adhabu hiyo ambayo hatimaye ilisababisha kifo chake. Tukio hili limezua maswali makubwa kuhusu mienendo ya baadhi ya maafisa wa polisi na usalama wa watuhumiwa walioko chini ya ulinzi wa polisi. IPOA kwa sasa inaendelea na uchunguzi ili kubaini wahusika wote na hatua stahiki zichukuliwe. Kwa sasa, familia ya marehemu Ojwang imesema inalilia haki na kutaka waliohusika kuwajibishwa kisheria. 001 FM Uketo Mbamba. Waheshimiwa wabunge wameeleza wasiwasi wao kuhusu ucheleweshaji wa malipo ya pensheni kwa wastaafu, hali inayowaacha maelfu ya wazee wakiendelea kutaabika. Kwa mujibu wa taarifa, kati ya bajeti ya jumla shilingi bilioni 223 iliyotengwa kwa ajili ya malipo ya pensheni, ni shilingi bilioni 136.9 pekee ambazo zilikuwa zimelipa kufikia mwezi Aprili mwaka huu. Ucheleweshaji huu unatokana na changamoto za mtiririko wa fedha katika hazina ya taifa, hali ambayo sasa imewafanya wastaafu wengi kushindwa kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwa sasa, wabunge wanaitaka hazina ya taifa kuchukua hatua za haraka kuhakikisha kuwa malipo yote yaliyosalia yanatolewa kwa wakati ili kuwalinda wastaafu waliotoa huduma yao kwa taifa kwa miaka mingi. Wastaafu hao sasa wanasema kuwa malipo ya pensheni hii si hisani bali ni haki yao ya kikatiba, na wanapocheleweshwa maisha yao yanakuwa magumu zaidi. 001 FM Uketo Mbamba. Katika kaunti ya Kilifi, bunge la kaunti hiyo limeunda kamati maalum kuchunguza madai ya matumizi mabaya ya ofisi dhidi ya spika wa bunge hilo Mheshimiwa Teddy Mwabire. Hatua hii imejiri baada ya kuwasilishwa kwa msaada wa kutokuwa na imani na spika huyo uliowasilishwa na mwakilishi wa wodi ya Tezo Mheshimiwa Thomas Chego. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa bunge la kaunti la Kilifi, kamati hiyo itakuwa na muda maalum wa kufanya uchunguzi na kutoa ripoti kuhusu madai hayo ambayo yamezua hisia tofauti miongoni mwa wakilishi wa wodi. Hadi sasa, spika Teddy Mwabire hajajibu hadharani tuhuma hizo, lakini ofisi yake imetoa taarifa fupi ikisema iko tayari kushirikiana na kamati hiyo ili kuweka wazi ukweli. Kamati hiyo maalum inatarajiwa kuanza kazi yake mara moja na itaamua ikiwa kuna msingi ya kuendeleza hoja ya kumuondoa spika Mwabire madarakani. Of the County Governments Act, Cap 265 of the Laws of Kenya and Standing Order 59 of the County Assembly of Kilifi Standing Orders for gross misconduct, incompetence, and gross violation of the Constitution of Kenya 2010. The Political Parties Act, Cap 70 of the Laws of Kenya, the Leadership and Integrity Act, Cap 185C,
Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ameamua kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini inayomkabili, kesi ambayo iwapo atapatikana na hatia inaweza kumhukumu adhabu ya kifo. Lissu amesema alinyimwa haki zake za msingi za kisheria na sasa ameapa kupambana hadi mwisho ili kudhibitisha hana hatia. Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alizungumza kwa ujasiri mbele ya mahakama jijini Dodoma, akisema amekuwa akizuia kupata msaada wa kisheria na kuwa haki zake za kibinadamu zimekuwa zikikiukwa. Kesi ya uhaini ambayo imezusha taharuki ndani na nje ya nchi inadaiwa kuwa ya msingi wa kisiasa, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakieleza wasiwasi kuhusu mwenendo wa haki na usalama wa viongozi wa upinzani nchini Tanzania. 001 FM Uketumba. Huo ndio mwisho wa habari zetu ndani ya 001 FM. Nitarejea timu hapo saa 4 kwa habari zaidi. Mimi ni Martha Okot.